unapomzungumzia Musa Kamara, unamzungumzia mchezaji wa kiwango cha juu, ama unamzungumzia golikipa kiongozi ambaye akiwepo dimbani anaisaidia timu yake kwa kiasi kikubwa sana. Safu ya ulinzi ya Simba imezungukwa na nyota huyu, ama ikiongozwa na nyota huyu inakuwa imara sana. Yaani umakini katika eneo lile la kuzuia la Simba, akiwepo Musa Kamara, wachezaji wanakuwa makini sana. Kwanza wanaamini kuna mtu golini ambaye hata kama tutafanya kosa atakuwa wa kwanza kuutoa, lakini vile vile wanaamini tuna mtu ambaye ana uwezo wa kuanzisha mashambulizi. Unajua mashambulizi ya Simba mengi yanatengenezwa kuanzia kwenye miguu ya Musa Kamara. Sasa faida kubwa ambayo Musa Kamara anawapa Simba kwenye kikosi chao ni utulivu. Kwa sababu ni golikipa ambaye akiwepo golini, mtu yoyote yule anakuwa anaamini kwanza nikimrudishia mpira ana uwezo wa kukaa nao na kuangalia nani amefungua akampasia. Anaamini hivyo. Anaamini pia ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kufanya saves. Lakini kama hiyo haitoshi, Kamara huwa anacheza kama beki wa mwisho. Anakuwa kama sweeper. Ni sweeper keeper. Muangalie Simba kuna mipira mingi sana, kama wangekuwa na golikipa wa kusimama kwenye michuano hiyo angeruhusu mabao. Lakini ilikuwa mipira ikidondoka nyuma ya walinzi, yeye anakuwa mtu wa kwanza kufika pale. Kwa nini anafika pale? Yaani anasoma hatua za mlinzi, anasoma hatua za mshambuliaji, ananusa pia ule mpira unapopigwa kutoka ulipo. Na mimi nilipo nitakuwa mtu wa kwanza kufika. Kuna mechi moja hivi ilichezwa hapa Taifa hapa, walikuwa wanacheza na Bravos de Maquis. Bravos. Alifanya kazi kubwa sana. Kuna mipira kama 4 hivi alitoka kwenda kuitoa. Yaani yeye anakuwa anakaribiana na mshambuliaji, na anakuwa kama mtu wa mwisho, anaenda kuharibu mpango wa mshambuliaji. Kwa hiyo kwangu Simba inakuwa na balance nzuri sana. Akiwepo Musa Kamara. Kamara akiwepo uwanjani, Simba inakuwa na utulivu wa kutosha. Simba inakuwa na umakini mkubwa sana wakati wakianza kupanga mashambulizi, kuanzia kwenye kuzuia huko kwa Fadlu Davis na hadi yani kuanzia kwenye eneo la ulinzi hadi kushambulia. Na kitu kingine ama faida nyingine ambayo Simba wanaipata, Kamara ni kiongozi pia akiwa uwanjani. Kwa sababu huwa ongei sana, lakini kuna wakati anawaelekeza wachezaji. Unakuta anamuita Shomari, anamuita Mohamed Hussein. Sasa ile uwepo wake uwanjani, mimi naamini unaipa upambanaji mkubwa timu. Na mfumo wa Fadlu Davis kwa ujumla umeanzia kwenye imaya ya Musa Kamara. Yaani Fadlu Davis mfumo wake unambeba zaidi Musa Kamara, ama unambeba zaidi golikipa aina ya Musa Kamara. Golikipa mwenye uwezo wa kuanza kucheza, kuanzisha mashambulizi kutoka kwenye eneo la goli lake pale. Kwa sababu kuna wakati mpango umefeli, umeenda kushambulia, mpango umefeli. Itabidi ukimbilie kwa polisi, utarudi kwake Musa Kamara. Na kwa sababu yeye ana akili nyingi, inawezekana mpira ule uliporudi kwake yeye, wapinzani si wakawa wameshafunguka, wamevutika kuja kwako. Ana ufanisi mkubwa sana wa kutupa mipira mirefu ambayo itadondoka nyuma. Ina maana itadondoka upande wa kulia, upande wa kushoto. Eneo ambalo atakimbia Mpanzu, atakimbia Kibu Denis. Nitakukumbusha kitu. Kwa nini nakwambia kwenye mfumo wa Fadlu Davis huyu ndio mchezaji muhimu zaidi? Kama unakumbuka vizuri, wakati Simba wanaifunga Sifaction bao 1-0, mtu wa kwanza kugusa mpira alikuwa ni Kamara. Akampa nani? Chemaloni Fondo. Akapiga long balls ambayo ilienda kumkuta Ateba akamgusia Ahua, mpira nyavuni. Sasa kwa golikipa mwingine ambaye hana ufanisi wa kuanzisha mashambulizi, asingeweza kutengeneza kitu kama hicho. Kwa ndio maana nimediliki kukuambia hapa, Kamara ni golikipa wa kiwango cha juu sana, ambaye kampeni ya Simba kwenye michuano hii ya kimataifa inahitaji ubora wake. Yaani amini nakwambia, Simba wanaweza kufanikiwa bila yeye, lakini uwepo wa Kamara golini unaongezea faida. Hata hizo kwenye mechi za ligi ambazo wamepata clean sheet nyingi, hizo clean sheet 15, kuna mechi nyingine angekuwa golikipa wa kawaida angeruhusu mabao. Lakini kwa sababu ya ubora wake, hebu nikukumbushe kitu kimoja. Mchezo wa Al Ahly Tripoli zote mbili, mechi ya kwanza Al Ahly Tripoli pata on target 4. Katika zile on target 4 kuna V1 2 ambazo yeye kwa umakini wake aliweza kutoa. Umeona? Haya, kumbuka ile saves ambayo aliifanya ya Mabululu dakika za mwisho. Ilikuwa ni dakika kama ya 92 hivi. Ikawa kona, ilipopigwa kona wakaenda kusema kufunga goli la 3. Kwa golikipa wa kawaida ule mpira ni walete, tunaenda nyavuni, tunaenda kuhesabu goli. Lakini kwa sababu yeye ni golikipa ambaye ameshajipambanua kuwa golikipa mkubwa, mwenye uwezo mkubwa, mwenye ufanisi mkubwa wa kutoa hii michomo, akaisaidia timu yake. Kwa hiyo ndo maana ninapomzungumzia Musa Kamara, mimi namzungumzia kama mchezaji muhimu zaidi kwenye kikosi hiki cha Simba. Yaani Simba wanaenjoy kuwa na Musa Kamara uwanjani.
Simba wakiwa na Musa Kamara uwanjani wanaamini kila kitu kwa upande wao kimeenda sawa, kwa sababu wanajua fika bana, yani kuanzia mshambuliaji anajua bana, mimi nitafunga, mimi Mkwala nitafunga, mimi Ateba atafunga. Lakini golini kuna mwanaume pale, kuna mwanaume yule aliyeka golini pale, ana ufanisi mkubwa sana wa kuokoa. Kwa hiyo kwangu mimi huyu ni mchezaji muhimu sana. Naam, kabla hujaendelea hapo kuna ile kauli ambayo inasema kwamba timu yenye ulinzi imara inakupa makombe, lakini timu yenye safu kali ya ushambuliaji inakupa ushindi kwenye mechi. Pengine Simba wanaingia na Musa Kamara akiwa kama ongezeko, lakini pia wanamkosa Sheikh Malone Fondo. Kauli hii inakinzana au bado iko vile vile? Iko vile vile. Mimi sina shaka na ukuta ambao utaongozwa na Musa Kamara golini, Chamu Karabo kwenye lile eneo la ulinzi wakati sambamba na bwana mdogo Abdulrazak Hamza kwenye kiungo cha chini Yusuf Kagoma, kiungo bora kabisa mzawa. Hawa watu wanatosha kuivusha Simba. Unajua faida ambayo Simba wataipata Chamu Karabo akiwepo uwanjani? Ukiangalia kikosi hiki cha Al Masry kina washambuliaji warefu. Yule Beni Yusuf mrefu, Okoye mrefu, afu unakuja Salam Hussein mrefu, Mohsen. Ina maana zile long balls zote ambazo zitakuwa zinatupwa kwenye box la Simba, Chamu anakuwa mtu wa kwanza kuja kuclear. Umeona? Kulingana na height yake. Kulingana na height yake. Fabrice Ngoma najua atakuwa anaongezeka pale kwa sababu anafanya hivyo. Lakini kuna mwanaume mwingine pia Yusuf Kagoma, eneo la katikati ya kiwanja huwa anafanya utibwaji mwingi sana, kina Kalim Bambo na wenzake wasitembee. Kama unakumbuka kwenye mechi ile ya Al Ahly Tripoli, baada ya Kagoma kuumia akatoka, Simba walizidiwa ile ya kule ile. Simba walizidiwa. Na hata kwenye ile dabi ya kwanza. Baada ya dabi ya kwanza Kagoma kutoka, Simba walizidiwa. Ina maana kwenye kikosi cha Simba kiungo wa ulinzi pase mwenye uwezo wa kutimiza majukumu yake ni huyu Yusuf Kagoma. Kwa hiyo ina maana Kamara akiwa golini katika eneo la ulinzi Chamu Karabo, katika eneo la ulinzi wakati na maanisha na mwenzake Abdulrazak Hamza kushoto, Mohamed Hussein ama Noma, vyote vile kulia Shomari Kapombe, yule kiungo wa ulinzi Yusuf Kagoma. Simba wanakuwa imara sana. Yani Simba wanakuwa na uwezo mkubwa sana na ufanisi wa matendo mkubwa sana. Kwa ndio maana mimi nakwambia hapa Simba uongezeko hili la Musa Kamara ni faida kubwa sana kwao, kwa sababu mfumo wa kocha wao, mfumo wa Fadlu Davis unamtaka golikipa wa aina ile. Yani unahitaji golikipa ambaye ana uwezo wa kuanzisha mashambulizi. Na soka la kisasa lilipobadilika wakati huu, soka la kisasa lina wabeba magolikipa wa aina hii. Unajua golikipa kazi yake kubwa ni kuzuia ama kuzuia mpira usiingie nyavuni, usiruhusu bao. Lakini ukiwa na ufanisi mkubwa kuanzisha mashambulizi, ukiwa na ufanisi mkubwa golikipa wa kupiga mipira mirefu ama ni kuona sehemu ya kupitisha mipira, thamani yako inakuwa juu. Nitakupa mfano mwingine mzuri tu. Magolikipa maarufu Tanzania wakati huu ni wale ambao wanajua kucheza kama maswipa, na ni wale ambao wanajua kuanzisha mashambulizi. Mwangalie Musa Kamara. Amekuwa na jina kubwa msimu huu, anacheza style hiyo. Djigui Diarra amewika sana kwenye mpira wa Tanzania, anacheza style hiyo. Tukija Afrika kina Ronnie Williams. Yule bwana mdogo wa Al Ahly Shobeil. Anavyocheza. Kuna golikipa Elimotie wa Wydad Casablanca, waangalie. Kuna yule bwana mdogo ule Mameche, wa kikosi cha Esperance. Mwangalie anavyocheza, ile style yake. Hao ndio magolikipa wa kisasa, na ndio maana mpira wa kisasa umeamua kutengeneza magolikipa ambao wanacheza kama viungo. Wakati walinzi, kwa sababu unajua mpira wa kisasa unakuta kuna wakati timu nzima inaondoka inavuka hadi ule mstari wa katikati. Sasa ukipigwa mpira mrefu kama wewe hujui kucheza, umepigwa mpira mrefu na wapinzani. Wewe kama golikipa ni mtu ambaye umezoea kukaa golini tu. Umezoea kudaka. Umezoea kudaka tu. Lazima utaumia. Nakumbuka kuna mechi Chamu Karabo alimfokea Ali Salim Arusha. Ile kama mshambuliaji wa Coast Union angekuwa mjanja, alikuwa anaweka chuma ile. Kwa sababu Chamu alimuita golikipa, mpira mrefu ule pale, akawa anambana mshambuliaji. Lakini golikipa hatoki golini. Ameganda golini, anataka kutoka na sita. Mpaka Chamu anakuja kuondosha yeye ule mpira. Sasa kama golikipa, kama mshambuliaji mjanja ambaye anapenda kuwatoroka mabeki, alikuwa anachukua ile na kwenda kuweka mpira nyavuni. Kwa hiyo uwepo wa Kamara kwenye lango la Simba kuna faida kubwa sana bana Salumu Mr. Urugu.